Shabash mpenzi mtazamaji popote ulipo, karibu kwenye taarifa za upeo wa TV47. Tukufahamisha taarifa ambazo zimejiri kutoka maeneo mbalimbali humu nchini, lakini mwanzo nikupe muktasari. Yajayo kwenye upeo wa TV47. Mombasa, Kiambu, Nakuru, Busia na Garissa ni miongoni mwa kaunti zilizo na magenge hatari ya wahuni, yasema ripoti, huku ikibainisha kuwa chanzo ni umaskini, mahangaiko na mihadarati. Serikali yasitisha huduma za kupandikiza figo katika hospitali ya Medihill, huku maafisa wawili katika wizara ya afya wakisimamishwa kazi kwa muda. Familia ya Benjamin Kioko Ndunda aliyefariki Uarabuni Jumapili kwenye mkasa wa moto ghorofani yaomba msaada kusafirisha mwili wake kwa mazishi. Kuhusu kile kilifanyika pale. Na Geoffrey Ruku, Hana Cheptumo na makatibu waapishwa, huku Rais Ruto akiwaomba kuwa waadilifu katika majukumu yao. Expectations have never been higher, and failure is not an option. Na mtazamaji, karibu kwa takriban dakika 30 ni kufahamisha taarifa kwa kina. Wanakwetu wananiita Joash Onsare, anayenisaidia kwenye lugha ya ishara ni Walter Juma. Moja kwa moja ni kwamba ripoti ya shirika la kitaifa la utafiti imebainisha kuongezeka kwa magenge ya wahuni humu nchini. Hii ni licha ya serikali kuweka mikakati ya kukabili magenge hayo. Swala hili limeweza kusababishwa na sababu mbalimbali, ikiwemo ukosefu wa kazi, hali ngumu ya kiuchumi na ukosefu wa nafasi za ajira kwa vijana. Mwanahabari wetu Paul Kirobi na taarifa kamili. Utafiti uliofanywa na kituo cha kufanya utafiti nchini umebainisha kwamba magenge ya majambazi yanaendelea kuongezeka nchini hata baada ya serikali kujaribu kupunguza magenge hayo. Shirika hilo la utafiti linasema kwamba utovu wa usalama unaendelea kuwa changamoto kikubwa katika usalama wa kitaifa, uchumi wa taifa pamoja na changamoto za utangamano. Baadhi ya makundi yametawanyika katika kaunti tofauti ambapo yanawaibia wananchi na kuwatapeli. Utafiti unaashiria kwamba magenge 309 ambayo yanajulikana yanapatikana katika kaunti 11, mwakilishi wa magenge 254, kila mmoja anapatikana katika kaunti moja. Kati ya magenge haya ni pamoja na Gaza, 42 Brothers, wakali wao Panga Boys na kundi la Mungiki. Katika kaunti nyingine, magenge haya yamedumu kwa muda sasa, yamekomaa sehemu moja na kutapakaa hata baada ya serikali kujitahidi kuyakabili. Kaunti hizi ni ikiwemo Mombasa, Kiambu, Busia, Nakuru, Garissa, Kilifi na Machakos. Shirika hilo la kiserikali limeashiria kwamba mikakati iliyowekwa kudhibiti magenge haya haijazaa matunda. Kati ya sababu zinazochangia ni pamoja na shinikizo kutoka kwa wanarika walio kwenye magenge, mahangaiko ya umaskini na nafasi finyu za kazi, matumizi ya mihadarati, rasilimali isiyotosha kukabili magenge, nafasi chache za kuinua vijana kiuchumi, ushirikiano usio dhabiti kati ya watekelezaji sheria na jamii. Kadhalika, suala la washukiwa waliokamatwa kuachiliwa kwa dhamana ndogo pia limechangia, siasa mbaya pamoja na ufisadi uliokithiri katika idara ya mahakama. Shirika hilo sasa linapendekeza serikali ibadilishe mtindo wa jinsi ya kukabili magenge haya. Paul Kirobi, TV47. Shukran Paul Kirobi. Tuangazie masuala ya afya. Wizara ya afya hii leo imetoa mwelekeo kwa hospitali ya Medihill kufuatia madai ya biashara haramu ya viungo inayohusisha hospitali hiyo, na kama anavyotuarifu mwanahabari wetu Elizabeth Atieno, maafisa wawili wa wizara ya afya wamesimamishwa kazi kwa huku huduma za figo pia zikisimamishwa katika hospitali hiyo. Takriban siku 3 sasa, macho ya ulimwengu yameelekezwa katika Eldoret, inayogonga vichwa vya habari kufuatia tuhuma za biashara haramu ya uuzaji wa figo katika hospitali ya kibinafsi ya Medihill. In December of 2023, the Ministry of Health constituted a multidisciplinary fact-finding mission
to investigate these very serious concerns. Na sasa Wizara ya Afya imeingilia kati, huku maafisa wawili katika wizara hiyo wakiangukiwa na shoka kwa kusimamishwa kazi kwa muda. Wawili hao ni pamoja na Daktari Morris Wakwabubi ambaye ndiye kaimu mkuu wa huduma za damu na kupandikiza viungo yani KBTTS, pamoja na Daktari Evelyn Shege anayedaiwa kuongoza jopo kazi lililoidhinishwa mwezi wa Disemba mwaka 2023 kuchunguza tuhuma hizo za biashara haramu ya uuzaji wa viungo. This step is necessary to eliminate any potential conflict of interest and to ensure that further investigations proceed independently and objectively. Vile hospitali ya Mediheal imeelezwa kusitisha huduma zote za figo mara moja, huku wagonjwa wakihimizwa kusaka huduma katika hospitali zilizo na leseni kutoa huduma hizo. And these are Kenyatta National Hospital, Moi Teaching and Referral Hospital, Aga Khan University Hospital, MP Shah Hospital, Nairobi Hospital, St. Luke's Hospital in Eldoret, Nairobi West Hospital, and Mata Hospital. Wizara ya Afya pia imeamrisha baraza la madaktari kusitisha shughuli ya kutoa leseni mpya kwa madaktari wanaotoka mataifa ya kigeni isipokuwa wale wanaotoka mataifa ya Afrika Mashariki. Kwa sasa, jopo kazi maalum litakalohusisha watafiti wa huduma za viungo kutoka hospitali za umma na za kibinafsi litaundwa ili kuchunguza utendakazi wa huduma za figo zilizotekelezwa katika hospitali ya Mediheal kwa muda wa miaka 5. The team was not signed because of dissenting opinions of some team members on the recommendation. But sad to say, that report was also not submitted officially to the Ministry of Health. Jopo kazi hilo linatarajiwa kuwasilisha ripoti katika siku 90. Elizabeth Atieno, TV47. Rais William Ruto amewataka mawaziri na makatibu wapya walioapishwa hii leo kuwahudumia Wakenya kwa uadilifu bila upendeleo. Akizungumza katika ikulu ya Nairobi wakati wa kuapishwa kwa mawaziri Geoffrey Ruku wa utumishi wa umma, Hana Cheptumo wa jinsia na makatibu 14, rais amesema pangua zake zilitokana na mabadiliko ya kitaifa na mahitaji ya wananchi. Wakati huo waziri wa utumishi wa umma Geoffrey Ruku amesema kuwa hatahakikisha huduma za serikali zinatolewa kwa njia ya kidijitali. Aliyasema haya alipozuru kituo cha polisi cha Central Nairobi kushuhudia namna Wakenya wanapokea huduma kutoka kwa maafisa wa usalama. Your vision and mission must therefore transcend regional, gender, religious and cultural distinctions and serve all in accordance with the solemn oath you have taken, without fear, favor, malice, or ill will. Every citizen must feel represented, heard, and served. To drive this inclusive transformation and after due consultations, I have restructured government departments to align their mandates with emerging opportunities and to effectively meet the urgent challenges of our time. When it comes to payment of fines in our traffic, we want to see whether we can move traffic offenses. We can move with speed to digitize matters, payment of fines on the spot. When it comes to book of occurrence or occurrence book, digital. So that wherever you are, even if you are in a hotel, even if you are in your house, you can be able to report a matter and the nearest police station can take action immediately. Rais William Ruto, mtazamaji, amerejesha bungeni mswada tata wa mwingiliano wa maslahi akitaka kurekebishwa kwa hatua za kukabili ufisadi haswa katika sekta ya umma. Rais Ruto ametaja kuwa kwa sasa mswada huo haujazingatia matarajio ya Kenya na viwango vinavyotakiwa kukabili ufisadi katika sekta ya utumishi wa umma.
Aidha, Rais Ruto amesema anatarajia kuwa bunge la kitaifa litaonyesha uongozi katika kuhakikisha kuwa Kenya inapata sheria itakayoshughulikia swala la ufisadi na itakayohakikisha kuwa viongozi wa umma wanatumikia umma vilivyo na wala sio maslahi yao tu. Mswada huu ulijadiliwa bungeni kwa mara ya kwanza mwaka 2023. Consolidate our progress and accelerate the implementation. There are three things that have to make. As public servants, we cannot afford to carry the baggage of self-interest into public service. And we must take accountability with the seriousness it deserves. I expect both houses of parliament to exercise leadership in making sure that we get a piece of law that will help us manage and eliminate eventually matters corruption that in many cases come as a result of conflict of interest for public officials who serve not the public but their interest. Kwingineko, familia moja katika eneo la Kitengela, kaunti ndogo ya Isinya, inaomboleza mwanao Benjamin Kioko Ndunda aliyefariki katika tukio la moto katika Falme za Kiarabu UAE Aprili 13 mwaka 2025 alipokuwa amesafiri kutafuta ajira. Kwa sasa familia hiyo inatafuta usaidizi wa serikali kusafirisha mwili wake hadi nyumbani kwa mazishi. Chichi Josephine na maelezo zaidi. Familia moja katika kaunti ndogo ya Isinya, eneo la Kitengela, inaomboleza mwana wao Benjamin Kioko Ndunda aliyefariki katika tukio la moto katika Falme za Kiarabu UAE mnamo Aprili 13 mwaka 2025 alipokuwa amesafiri kutafuta ajira, na kwa sasa inatafuta usaidizi wa serikali kusafirisha mwili wake hadi nyumbani kwa mazishi. Tulijaribu kwa uwezo wetu kutafuta ukweli, confirmation kama ni kweli mtoto wetu hayuko. Baadaye tukapata kweli alikuwa ameaga kupitia nyumba ambao walikuwa wanaishi ilipata moto. Familia hiyo inasema Benjamin mwenye umri wa miaka 23 ambaye alikulia Kitengela aliondoka nchini Februari mwaka jana hadi Umoja wa Falme za Kiarabu kupitia wakala baada ya kumaliza kozi ya kiufundi katika mamlaka ya kitaifa ya mafunzo ya viwanda huko Athi River. Alikuwa amefanya kozi ya mechanical engineering, na kufika pale aliweza kufanya kazi kwa muda mchache tu. Alikuwa kijana mwenye bidii katika hii jamii yetu. Babake alisema mtoto huyo alilazimika kuomba visa ili kumwezesha kufanya kazi za sulubu ili kusafiri kinyume na makubaliano yao ya awali na wakala wa kuajiri. Kampuni ambao walikuwa ameenda kufanyia kazi through the agent waliambiwa kwamba hawezi wakamextendia ile visa yake. So akawa na wakati mgumu, na ndio alianza akaniambia tumtafutie kitambulisho, the foreigners ID, na ndio tuliweza kufanya hivyo, na baada hiyo amekuwa akifanya kibarua kule. Familia hiyo inasema imo gizani bila mawasiliano rasmi kutoka UAE au mamlaka ya Kenya, ikitaja uzembe na kutowajibika kwa mamlaka husika. Serikali haijaweza kutuweza kupata ujumbe kamili kutoka kwa serikali ya Kenya kuhusu kile kilifanyika pale. So tumekaa tukingojea. Kulingana na ripoti ya Wizara ya Mashauri ya Kigeni iliyotolewa Jumatano, takriban Wakenya 2 walifariki Jumapili asubuhi katika jengo la makazi mjini Sharjah, Umoja wa Falme za Kiarabu. Chichi Josephine, TV 47.
Kwenye taarifa nyingine na ni kwamba siku chache baada ya maseneta wa kaunti za Uasin Gishu Jackson Mandago na Samson Cherargei wa Nandi kutoa kauli bungeni iliyoonekana kumlenga gavana wa kaunti ya Trans Nzoia George Natembeya kwa kumtaja kuwa mkabila na anayefaa kubanduliwa uongozini. Baadhi ya wawakilishi wadi wa kaunti hiyo sasa wanawataka wawili hao kukoma kuingilia uongozi wa kaunti hiyo. Isaac Famba na taarifa kamili. Kauli ya maseneta Jackson Mandago na Samson Cherargei sasa zimeonekana kuibua hisia mseto kutoka kwa wakazi na viongozi kaunti hii, huku hivi punde wakiwa wakilishi wadi kwenye bunge la kaunti ya Trans Nzoia. Wakiongozwa na mwakilishi wadi ya Matisi ambaye pia ni naibu spika kwenye bunge la kaunti ya Trans Nzoia Obed Mwale Mahanga, wakilishi hao wamekashifu vikali matamshi ya viongozi hao ambao wameyataja kuwa yasiyo na nia nzuri kwa utangamano wa kitaifa. Kuna wengine Nairobi ambao watoki hata katika kaunti hii ati wanapanga waweze kuimpeach Governor George Natembeya. Na mimi ningependa kuwa strategic and very clear. Na nimwambie yule senator ambaye ni former Governor Jackson Mandago, wakati Professor Ayiro alikuwa Vice Chancellor wa Moi University, ni wewe Mandago ulisanya wanasiasa na wakora wachache ukaenda Moi University ukafukuza Ayiro akatoka. Wewe Cherargei hauna moral authority ya kulecture huyu gavana Natembeya kwa mambo ya uongozi. Kama kuna mtu mkabila namba moja anaitwa Cherargei. Aidha wamepuzilia mbali mpango wa hoja ya kumbandua Natembeya, huku akitaka seneti kulinda na kutetea ugatuzi pasi na kuitilafiana na uongozi wake. Sijawahi sikia kwa dunia mzima ati kafa na impeachment yake naanzia seneti. Wale wako seneti mnataka kuanza hiyo maneno, tisheni kwa watu wengine. Mimi nilitishwa mpaka mwili kuwa ngumu kama mawe. Tisha kwa watu wengine kwa sababu hapa kwetu hamtaanzia hapa na kwa sababu haitafaulu. Sisi tuko na wewe na tutasonga na wewe. So yule mtu ambaye alikuwa anajigamba ya kwamba anangoja gavana yetu amuimpeach, we are saying no. Akionekana kuwajibu maseneta hao, Natembeya ameapa kutotishwa na shinikizo lolote kutoka kwa mtu yeyote mwenye nia kumdhalilisha katika uongozi wake. Hii mambo ya impeachment, hii mambo ya arrest, it was put there for a reason, not to intimidate or to scare or try to gag people. Iko na sababu, impeachment iko na sababu. Don't use impeachment for fun. Mimi najua nitagonga miaka yangu ile wapenzi wa Trans Nzoia watanipatia, na kama Mwenyezi Mungu amesema Natembeya ataenda kule juu, hata ukifanya nini. Ni kama ile ng'ombe ambayo inataka kuzaa, hata ukioleta wanaume washike, hiyo damu itatoka kama itatoka. Itatoka tu. So that is the spirit that we have. Huwezi kusimamisha ndoto ya mtu ambaye Mwenyezi Mungu ameweka mkono. Isaac Famba, TV47 kwa kaunti ya Trans Nzoia. Na mtazamaji, tuangazie mengine. Rais William Ruto amesema hataendeleza ajenda yake ya ujenzi wa nyumba za bei nafuu sambamba na makanisa nchini, akisema hataomba msamaha. Rais aliyekuwa katika kanisa la AIPCA kaunti ya Meru ametoa kauli hiyo katika wiki ambayo amekutana na viongozi wa kidini kutoka eneo la Mlima Kenya. Wadadisi wa kisiasa nchini wanasema Rais Ruto analenga makanisa mlimani kupata uungwaji mkono mwaka wa 2027 kama alivyokuwa akifanya mwaka 2022. Hata hivyo, rais anakabiliwa na pingamizi kutoka kwa aliyekuwa naibu rais Rigathi Gachagua, ambaye amesema rais aheshimu kanisa kutokana na vurugu dhidi yake. Na tuombe ruhusa mtu na hatuna ati tunaomba msamaha, hapana, tutajenga. Sasa mimi nauliza nyinyi, kwani tunaweza kujenga barabara? Ndio huyo mimi najenga sijui hostels, tunajenga markets, tunajenga affordable housing, hata state house mimi najenga, alafu tukose kujenga kanisa? Bana. No. Your Excellency, once more we are happy you keep on visiting many parts of Kenya, and we want to thank you, and as your deputy I want to promise you I will support you by implementing, following up and making sure that all of us rally behind you as the father of the nation, vile tumehubiriwa, ili tuhakikisha kwamba
tumekusaidia, tumerahisisha mzigo ambao mnabeba wa kuongoza taifa letu la Kenya. Tuangazie mengine. Mchujo wa kutafuta watakaojaza nafasi za makamishna wa Tume Huru ya Uchaguzi na Uratibu wa Mipaka IEBC umeendelea leo, hii ikiwa ni wiki ya pili ya mwisho ya usaili huo kufanyika. Leo watu 6 walifika mbele ya jopo hilo la kupiga msasa. Haya yanajiri baada ya ofisi ya mchunguzi wa malalamishi ya umma kuamrisha jopo hilo kufichua walikotoa majina mengine 6 zaidi ya wale 105 walioorodheshwa kufanyiwa usaili. Daktari, yes. Please tell this panel and Kenyans watching you, if you are nominated as a member of IEBC, the specific strategic linkages you will establish or identify and ensure between voter education, voter registration, voting processes, and counting of the cast votes. So 3 processes in the electoral cycle. What are the specific linkages between those 4 processes in the electoral cycle? Voter registration, voter education, voter registration, voting processes, and the counting of the cast votes. So just name the linkages and how you will unpackage them and highlight them to ensure we have efficiency and effectiveness in the conduct of elections. Okay. For the voter, sorry, thank you, Madam Muli. For the voter education, the strategic linkages will be linking with CBOs within the various wards. No, the linkages between those processes, not any person outside the processes. Okay. Kwingineko, mjane mmoja mwenye umri wa miaka 94, Sabina Isuza, ameachiliwa leo Alhamis kutoka gereza la wanawake la Kakamega baada ya shirika moja lisilo la kiserikali kumlipia faini ya shilingi 23,000. Mama Sabina alikuwa akitumikia kifungo cha mwaka mmoja baada ya kukamatwa pamoja na mkaza mwanawe kwa kosa la kusababisha uharibifu kwenye shamba linalodaiwa kuwa la jirani. Mkaza mwanawe Priscilla Wanjila alishukuru shirika hilo kwa msaada wao, huku maafisa wa gereza na Padri Leonard Nyongesa wakimsifu Mama Sabina kwa uvumilivu na imani yake. Mtu wa sejeri ndiye alikuja alikata nyasi yangu. Mtu wa sejeri ndiye alikuja aliiba mahindi yangu. Kuna mtu alidai kuna nepia yake ilikatwa kwa boma la Sabina, na wenye walipatikana kwa boma ni mimi na Sabina, na ndio tukashikwa. Nikakuja nikafungwa kifungo cha mwaka mmoja tukiwa na Sabina, na mimi nikatoka na fine, nikatolewa na kwetu nyumbani. Aliletwa hapa kwa sababu alikuwa ameharibu vyakula kwa shamba fulani, shamba ambalo kutoka mashinani tunaambiwa ilikuwa shamba ya Sabina, lakini vile ilitoka kwake ikaenda kwa mnunuzi na yeye hakuuza. Ni kitu ambayo tungependa tushirikiane na stake agencies kuhakikisha kwamba tumepata ukweli. She's 94-year-old mama, na tumekaa naye vizuri hiyo muda yote, hajatusumbua sana, na today being on 17th we are taking her back to the society. So the society also should be ready to receive those people, not to see them the way they come here as thieves or people who have wronged the society. They should also embrace them as a good people. This is part of what we do as our giving back to the society, because Kisumu office covers 4 counties, and that is Kisumu, Siaya, Kakamega, and Vihiga.
Na mtazamaji, sasa tucheze viwanjani. Alive and Kicking Kenya kwa ushirikiano na Wizara ya Elimu, kitengo cha elimu ya wenye mahitaji maalum imezindua mradi wa Tucheze Pia kwa lengo la kubadilisha mandhari ya michezo kwa zaidi ya shule 4,000 kwa wanafunzi wasio na uwezo wa kuona nchini Kenya. Mradi huu pia utawapa fursa wadhamini kutoa vifaa spesheli vya michezo kwa taasisi za wanafunzi wasio na uwezo wa kuona na kuhimiza jamii kuwaenzi watu wenye ulemavu. What that means. Maybe Henry can shake it. Henry, can you hear sound? Can you hear sound? That is the sound boy. Program, this Tucheze Pia program is actually is going to run nationally. We're going to 84 schools throughout the country. We're going to give each of those schools a bag of sound balls. We're giving them a goal ball, and we're going to train those teachers throughout the country in how to teach their children to participate in these sports. We've been funded so that we can continuously do improvement and innovation around the sound ball. This is a ball that we produce at Alive and Kicking. It is stitched right at Alive and Kicking. It's a ball that is going to increase access to play for the visually impaired students across the 84 schools. This is our innovation. We're not just saying let them play, but we're also increasing access because we are going to be distributing the sound ball that we are producing locally. But more importantly, we're going to also be distributing the goal ball. Therefore, we are creating an opportunity for the visually impaired to also be able to play a particular sport called the goal sport. Ideally, this program is supposed to help us train teachers from all schools that handle visually impaired students, so that we train these teachers, then they cascade that information that they get from the training to the learners, and also the program is providing them with balls for both blind football. Kwingineko, mechi kadhaa za ligi kuu ya soka nchini zimeratibiwa kuchezwa weekend hii kwenye nyuga mbalimbali humu nchini. Viongozi wa ligi Police FC watachuana na Ulinzi Stars katika uwanja wa Ulinzi Sports Complex, huku Posta Rangers wakipimana nguvu na AFC Leopards ugani Kenyatta Machakos. Hayo yakijiri, Sofapaka itakwaruzana na Gor Mahia katika uwanja wa Dandora, huku Bidco United ikicheza dhidi ya Mathare United. Nao KCB ambao wameandikisha ushindi mmoja ndani ya mechi 5 wataelekea ugani Awendo kuchuana na Mara Sugar. Kwa sasa Police FC imo kileleni kwa jedwali ya ligi hiyo na alama 49 baada ya mechi 26 mbele ya Tusker na Gor Mahia. Na mtazamaji, kwa namna hiyo ndivyo tunatamatisha taarifa hizi za upeo wa TV47. Taarifa zaidi utakuwa unazipata mwendo wa saa 3, na hivi sasa najua tunaanza weekend ndefu tu ambapo ni msimu wa Pasaka, na watakia Wakristo wote Pasaka njema, na wale ambao si Wakristo basi nanyi pia sherekea namna ambavyo inapaswa. Na kwetu ananiita Joshua Nsare, tafsiri kwenye lugha ya ishara amekuwa Walter Juma. Usiku mwema.